Corinthians, from verse number 18 through to verse number 25. Chapter 1, verse 18 to 25. It says, maana ujumbe kuhusu kifo cha Kristo msalabani ni jambo la kipumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea, lakini kwetu sisi tulio katika njia ya wokovu ujumbe huo ni nguvu ya Mungu. Maana maandiko matakatifu yasema, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na elimu ya wataalamu nitaitupilia mbali. Yu wapi basi mwenye hekima? Yu wapi basi mwalimu wa sheria? Naye bingwa wa mabishano wa nyakati hizi yu wapi? Mungu ameifanya hekima ya ulimwengu kuwa upumbavu. Maana kadiri ya hekima ya Mungu, watu hawawezi kumjua Mungu kwa njia ya hekima yao wenyewe. Badala yake Mungu amependa kuwaokoa wale wanaoamini kwa njia ya kile ambacho wenye hekima wanakiona kuwa ni upumbavu, yaani ujumbe tunaohubiri. Wayahudi wanataka ishara na Wagiriki wanatafuta hekima. Lakini sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi jambo hili ni kikwazo, kwa watu wa mataifa ni upumbavu. Lakini kwa wale walioitwa Wayahudi, kwa Wagiriki, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Maana kinachoonekana kuwa ni kipumbavu kwa Mungu kina busara kuliko hekima ya binadamu, na kinachoonekana kuwa ni udhaifu wa Mungu kina nguvu kuliko nguvu ya binadamu. Amen. Tunaweza keti. Basi leo tutakuwa tunaendelea na pale ambapo tuliachia juma lililopita. Tumeweza kufundishwa kutoka aya ya 10 na Maya akatufundisha kuhusu mgawanyiko ambao ulikuwa katika kanisa la Corinth. Na so leo tutakuwa tunaendelea kutokea hapo from verses 18. And before maybe I begin, Maya anzisha project. Umeanzisha ka project ama uko na idea umeanzisha. Alafu kwa hiyo project watu wengine wakakupiga support. And then later on wale watu wenye walikupiga support ndio wanapata sifa mingi zaidi kuliko mwenye alianzisha. Hiyo si kitu inafurahisha sana. Because wewe ndio ulianzisha, idea ilikuwa yako. Lakini wale wenye walikuja kuongezea baadaye unapata watu wanasifu zaidi kukushinda wewe na wanakudharau sasa wewe mwenye kufanya nini ulianzisha. So Paul alijikuta kwa hali kama hiyo. Alienda Corinth akafungua kanisa. Alienda akahubiri na akafungua kanisa. Na katika kanisa hilo, because Paul si pastor, yeye ni missionary, anazunguka. So kwa hiyo kanisa palihitajika tena watu wa kufanya nini? Wa kuikuza. Ambao wanakuja kutuma neno, kufundisha na hali kama hiyo. So ilifika mahali these Corinthians wakaanza kuascribe honor for these other teachers. Na wanashusha Paul. Sema Paul huyo hata ajui hata kuongea, that's what they used to say. Ajui hata kuongea, hata bila anafundisha hatufurahi. So wanaanza kuhona these other teachers and preachers and apostles, comparing them with wanashusha Paul na kumdharau na kumuona yeye ni kama hafai sasa. Na kumuona ni kama standard yake iko chini. And so this is what Paul was addressing when he was writing this particular portion of scripture. Kutoka chapter 1 mpaka chapter 4, Paul anaangalia hii kugawanyika kwa kanisa. And it is because watu wameascribe sasa honor kwa watu tofauti. Vile tuliona last week is that kulikuwa na Apollos, kulikuwa na wengine wanasema sisi tunafuata Cephas. Wengine wanasema nyinyi mnafuata watu, sisi tunafuata Kristo. So Paul asks them, is Christ divided? Kwani mimi ndo nilibatizwa kwa jina yangu?
Ni mimi niliwakufia? Such questions. It is because kwa hiyo kanisa watu walikuwa wameanza kuwa na migawanyiko. And some of the reasons ilikuwa inafanya wana prefer perhaps Apollos ama other ministers over Paul, it is because of wisdom. During that time, kulikuwa na watu wanataka eloquence. Wakati nasimama hapa nikiongea wanasema huyu ndugu anajua kucommunicate kushinda ndugu mwingine. Huyu ndugu ako na hekima zaidi ya ndugu wengine. So it's because of that reason that we are going to consider this particular portion. Na Paul anawajibu kwa kuangalia hekima ya Mungu dhidi ya hekima ya ulimwengu. So somo letu la leo tutakuwa nimetitle God's wisdom and the foolishness of the wise. God's wisdom and the foolishness of the wise. Ukiangalia hiyo mada inakaa iko na tatizo mahali. How can the wise be foolish, be termed foolish again? So we are going to consider, because the wise wanatembea kwa hekima ya ulimwengu, huwezi linganisha hekima yao na hekima ya Mungu. And so from that portion we are going to consider three things. Ya kwanza tutaangalia kuhusu the duality of the message of God, the nature of God's wisdom. The nature of God's wisdom, na tutaona that the nature of God's wisdom iko mara mbili. Then secondly, we are going to consider the foolishness of the wise. Then finally, we are going to consider a point that wisdom incarnate. Na kwamba Yesu ni hekima kwetu sisi tulioamini. And so from verse 18, Paul anaanza na kusema verse 18, that maana ujumbe kuhusu kifo cha Kristo msalabani ni jambo la kipumbavu kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea, lakini kwetu sisi tulio katika njia ya wokovu ujumbe huo ni nguvu ya Mungu. So the first point comes from this verse, that the message of the cross is foolishness to those who are kupumbavu kwa walio katika mkumbo wa kupotea. Mkumbo ni njia. Walio katika njia ya kupotea, hii ujumbe kuhusu kifo ya Kristo ni upumbavu. Lakini kwetu tulio katika njia ya wokovu, the same message inakuwa ni nguvu ya Mungu. And so here you can see that the nature of God's wisdom is comes in two ways. To those who are lost, ni upumbavu kwao. Sasa ukiangalia ulimwengu, wengi wanaona kwamba sisi tuna kwa kanisa sasa hizi inakaa ni kama nyinyi wajinga. What are you doing? Sasa hizi mngekuwa mnafanya vitu zingine. Ukiangalia how on social media, the message of the cross, watu wanadhihaki kabisa. Watu wanasoma wanasemanga sisi watu wengine wanaendelea kujenga nchi kama China. China wako concentrated in building stuff, but Africa wako makanisa. Wako enda kutafuta Mungu. To them it looks very foolish. To them it looks very stupid. What are you doing in church? What are you doing worshiping God? This message of the cross to them that are perishing ni upumbavu kwao. To the unbelievers it is foolishness. But to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. Kile ambacho wanajiuliza wale ambao wanapotea ni je, hii ujumbe, because tunahubiri ya kwamba tumeokolewa kupitia njia ya Kristo ambaye alikufa msalabani. Tunapata uzima kwa yule ambaye alifanya nini? Alikufa. It makes sense. Sisi tunasema tumepata uzima wa milele kwa yule ambaye alifanya nini? Alikufa. By the death of Jesus Christ, we find life. We are being blessed by the one who was cast. Tunabarikiwa kwa yule ambaye alilaaniwa, ambaye ni Kristo. Tunakuwa justified kwa yule ambaye alikuwa condemned. Tunapata nguvu kwa yule ambaye kwa muonekano wake alionekana mdhaifu. Tunakuwa exalted kwa yule ambaye alishushika. This is the message of the cross.
that God chose the foolishness of the world to shame the wise. Ya kwamba inaonekana ni inverse. To those who are perishing, surely this one will become foolishness. Because kwa kawaida, dunia inajua yule ambaye ni bingwa ama yule ambaye ni champion, kwa ambaye ako na nguvu. Kama Superman. That's why we have movies kama Superman, Batman, indestructible. Mtu ambaye anaokoa ni yule ambaye anaonekana kwa kupigana vita, anaonyesha ubabe wake kwa kushinda. Hakufi. Lakini sisi kama Wakristo tunapata kwamba nguvu yetu inatokana kwa yule ambaye alikufa msalabani. Ujumbe huo kwa wale ambao wanatafuta hekima ni upumbavu. And that is the first thing that we see. Another thing about this message, the foolishness of this cross, inaonekana kwa wale ambao wanahubiri ujumbe huo tena. When we consider what God chose when Jesus came to spread this gospel, hakukuja na kuanza kutafutana na the philosophers of the day. Hakukuja na kuanza kutafutana na the soldiers, people who are renowned. Hakukuja na kuanza kutafutana na viongozi ambao wamejulikana. Yesu ambaye ni Mungu katika mwili alikuja na kuanza kutembea na fishermen. Fishermen kwa kawaida ni watu wapumbavu, hawajasoma during those days. Hawakuwa wasomi. They were unlearned, the likes of Akina Peter, John, very unlearned. And so to the world, when they consider this message, sisi tunaweza ambiwa nini na watu ambao hawajasoma? Na unasema wewe ndio uko na the right message, the message that will save your soul, the most important message that you will ever hear, coming from someone who is unlearned. This message will be foolishness to the wise. To the world, it will look like foolishness. Wale ambao walikuwa wanaeleza ujumbe huo tena walikuwa maskini. Mtu maskini anakuja kuambia kuhusu utajiri wa mbinguni. Haileti maana. Ambao walikuwa wamedharauliwa kwa society, they were not famous. Mtu wa kuvua samaki hakuwa famous during the Greco-Roman world. Alikuwa ndio mtu wa chini kabisa, yeye huko bahari. Lakini kuna watu wa city Jerusalem, they are doing greater things. But God chose them to spread the gospel, to spread the word of God, to spread about the kingdom of God. The message of the cross surely will be foolishness to those who will consider this particular message, because of the people who were against spreading this word. Now, tunaweza jiuliza, kwa nini ikuwe foolishness to others, na kwa sisi ambao tunaokolewa, the same message with the power of God? It is foolishness to them, si kwa sababu hawezi kuelewa maneno ambayo tunahubiri. Si kwa sababu hawezi kuleta umaana for the statements. For example, tukisema for God so loved the world. Si ati sababu they cannot understand the English of that message. Hapana. There's something that they cannot do. In 1 Corinthians again, hapo tutaona 2:14 inasema kwamba the natural man does not accept the things of the spirit because they are spiritually dead. These things are spiritually discerned. And so shida si kwa maarifa yao, it's not because they are dumb. Kwa maana hawezi pokea. Shida iko kwa nafsi yao. They are dead. Wamekufa. Wamekufa kiroho. That's why they cannot accept the things of the spirit. And to accept them ni kuikubali na kuifanyisha kazi. Si tu mental comprehension, ni kuikubali neno la Mungu kuwa ni neno la Mungu na kuifanyisha kazi. And because they are spiritually dead, they cannot understand it. They cannot accept it. It does not make sense to them. Ukienda kumwambia kwamba Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi zako, anaona ni upumbavu. Kwake yeye inakuwa ni upumbavu. But to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. To us who are being saved, it is the power of God. Inakuja kwetu sisi wa Kristo ambao tumeokoka.
nguvu ya Bwana. It is because we are born again. It is because of the grace of God. It is because ya upendo ambao tumekuwa tukihubiriwa hapa, upendo wa Mungu ndani yetu ambaye ametufanyisha kazi kwa kutupatia uhai, kwa kutupatia maarifa, kwa kutupatia mtu mpya, kutufanya wapya, that this power of God, this message of the cross can become power to us. In Romans 1:16, Biblia inasema kwamba for I'm not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Kwetu sisi ambao tumeokoka, kwetu inakuwa ni nguvu ya Bwana kwa sababu Mungu ametuokoa, tumefanywa wapya. To them who are dead in sins, hata wakiwa how much wise, it is foolishness unto them. But to us, ambao tumeitwa, it is the power of God. It is the power of God. Ujumbe wa Mungu mbele yetu ni nguvu kushinda dhambi. That you can be able to overcome sin, we need the message of the cross. The message of the cross works in us mightily as believers. Hii inatuonyesha how much sisi kama waaminio tunahitaji sana kusikia ujumbe wa the cross. Because kama kwa wanaopotea, the wise, those who are learned, the rich, those who are high status, kwa inakuwa wapumbavu, kwetu sisi ambao Mungu ametuchagua, ametuokoa, inakuwa ni nguvu kwetu. How much more should we listen to this message? Because kwetu linafanya kazi. Haifanyi kazi kwa wale ambao wako dead in sins. It works in us. Also, when we are born again, we need so much to hear the message of Jesus Christ. Tunahitaji kusikia mahubiri. Tunahitaji kusoma neno. Tunahitaji to keep close communion with those who are born again because to us, this message works. This message works. We cannot do without the message of the cross as believers. Because it works in us, it is the power of God in us, tunahitaji kuisikia kila siku. That is why David alikuwa anasema, I will meditate upon your word day and night. Because to him this word was working. Because to him this word was effectual. Yeye alikuwa ni mtoto wa Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu lilikuwa linafanya kazi ndani mwake. Sisi ambao tumeokoka, tunahitaji neno hili kila wakati. We need it every moment, we need it every hour. We need to constantly listen and hear from God because this message is powerful to us who are born again. Now the second thing I want us to look at is from verse 20 to 23. Verse 20 to 23. Mungu anauliza Paulo, yuwape basi mwenye hekima, yuwape basi mwalimu wa sheria, naye bingwa wa mabishano ya nyakati hizi yuko wapi? Mungu ameifanya hekima ya ulimwengu kuwa upumbavu. 21. Maana kadiri ya hekima ya Mungu, watu hawawezi kumjua Mungu kwa njia ya hekima yao wenyewe. Badala yake Mungu amependa kuokoa wale wanaoamini kwa njia ya kile ambacho wenye hekima wanachokiona kuwa ni upumbavu, yani ujumbe tunaohubiri. Ujumbe ambao tunaohubiri. So here tunaingia kwa the second point. The foolishness of the wise. The foolishness of the wise. Ujumbe wa Mungu inadhibitisha upumbavu wa watu. Inadhibitisha upumbavu wa wenye hekima duniani. So Paul anauliza, where is the wise one? Where is the scribe, yule ambaye anafundisha neno, anafundisha the law ama sheria? Ako wapi the debate of this age, yule ambaye sasa ndiye anajua ukweli? Wako wapi? Has not God made the foolish wisdom of this world? For since the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. Ya kwamba, in all these things, the wisdom of this world, education ambayo watu wanazapata, hekima ambayo wanazapata kwa kusoma vitabu na kwenda colleges na kusoma astronomy, we have many scientists. In all this wisdom, they cannot know God.
hawawezi kumjua Mungu because the wisdom of God is far beyond their comprehension. Iko zaidi ya maarifa ambayo tunaweza pata. There is nothing that man can do in his own wisdom and intellect ambaye atafanya kumjua Mungu ama kujua mambo ya Mungu kadri na uwezo wa Mungu. Ni lazima Mungu afanye jambo ndani ya maisha yako ili uweze kufahamu mambo ya Mungu. Bila hiyo we cannot know God. However much wise we are. That's why ukiangalia Apollo anaongelea hapo mbele that not many wise. Consider yourselves. Not many wise are called. Not many rich are called. Wengi ambao wamesoma na their philosophers, majority of them are not found in the church. Kwa nini? Because to them they have attained this worldly wisdom. Naona kwamba hao ndio wako smart kushinda Wakristo. Wanaona kwamba sisi tunajua ukweli kushinda wale ambao, because the church ni ya maskini, hivyo ndio watu wanasema. Church ni ya watu ambao hawajasoma. Church ni ya watu ambao wanatafuta, because they cannot handle their own things, they are looking for help in the church. That is how we are rebuked by the world. But tunafahamu ya kwamba hatuyuko hapa kwa sababu ya maarifa yetu. Hatuyuko hapa kwa sababu ya nguvu yetu. Tuko hapa kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameweza kutenda ndani mwetu. And so the foolishness of the wise inaonekana ya kwamba kwa hekima yao wenyewe hawawezi kumjua Mungu. Kwa kusoma kwao wenyewe hawawezi kumfahamu Mungu. In intellect, they cannot come to the knowledge of the cross. They cannot come to the knowledge of God. In Proverbs chapter 3 verse 7. Proverbs chapter 3 verse 7 inatuambia kwamba usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mungu na ujiepushe na uovu. Then verses chapter 14, the next one, Proverbs, the other verse that is there, is Proverbs chapter 14 verse 12. It says that inasema ya kwamba there is more hope for the fool than for them who see themselves to be wise. Ya kwamba kuna hope zaidi kwa yule ambaye ni mpumbavu kushinda yule ambaye anajiona kuwa mwenye hekima. Kushinda yule ambaye anajiona mwenye hekima. Also this wisdom of God is beyond the knowledge of this world. It's beyond utaalamu wa binadamu. Because God in his wisdom has turned the wisdom of men into foolishness. Then in verses 22 kutuonyesha kwamba bado kuna upumbavu kwa wale ambao wanajiona wenye hekima. Biblia inasema kwamba Wayahudi wanatafuta ishara na Wagiriki wanatafuta hekima. Lakini sisi tunahubiri Kristo. Paul is not conforming to the demands of the Greeks or the demands of the Jews. Wale wanasema kama kanisa tutakani to conform to the demands of the world. Wanaweza kuja na suggestions watuambie, ungekuwa mnahubiri hivi, ingekuwa ina make sense. Tungekuwa tunaona, you've heard such statements. Tungekuwa tunaona mnafanya healing. Mbona mnasema kuna healing kwa kitu? Tunataka tuone na macho, tuamini. Paul anasema sisi tunahubiri Kristo. The Greeks wanatafuta hekima. They want something that can solve a problem in the world from the church. But Paul answers, we preach Christ. Sisi hatujakuja kutimiliza tamanio yenu. Sisi kazi yetu kama wachungaji na wahubiri ambao tumetumwa na Yesu ni kuhubiri neno la Mungu. Because it is that which saves. Christ is the wisdom of God. And therefore, ujumbe ambao ni wa Kristo iko contrary to what the world would expect. Wayahudi walikuwa wanaitisha ishara. Yesu wakati alikuwa anafanya ministry yake hapa katika ulimwengu, Pharisees walikuwa wanamkujia na maswali mengi. Soma Matthew, wanakuja wanamwambia tunataka kuona ishara. Sisi tuweze kufuata tu hivi. Tunataka kufanya kitu tuone. And Jesus anawaambia you hypocrites.
Ishara ambayo mtaona ni moja peke yake, na ni ya nabii nani? Jona. Hakuanza kusema wacha basi ni multiply tena samaki, maybe itawasaidia. Ama wacha basi ni heal watu, itawasaidia. Ama wacha basi sasa ni nini? God, Jesus did not say that. Aliwa rebuke na akawaambia, I'm not going to do any other sign except that one of Jonah. Na kwamba atakufa na baada ya siku 3 atafanya nini? Atafufuka. Haso kazi ya kanisa si kufanya ishara ili watu waokoke. Kazi ya kanisa si kutafuta maneno ambayo yatasoothe masikio ya watu ili wakubali neno la Mungu. Kazi ya kanisa ni kuhubiri Yesu. Kazi ya kanisa ni kutangaza injili ya Yesu. That is in verses 23. Verse 23. Lakini sisi tunahubiri Kristo aliyesulubiwa. The world inataka tufanye kitu fulani, sisi tunahubiri nani? We preach Christ. The world inataka kanisa, wanatuambia that kanisa iwasaidie. We want to see the church participate in social activities. Tunataka kuona kanisa imejenga hospitali. Tunataka kuona kanisa imejenga mashule. Tunataka kuona kanisa imesort one. We are not called to do that. Sisi tunahubiri Kristo. Sisi tunahubiri Kristo. It will become foolishness to them, but it is what has power. The power of God is manifested in the preaching of Jesus Christ. In the preaching of Jesus Christ. Kwa Wayahudi, jambo hili ni kikwazo. Ni kikwazo. To the Jews, this is a stumbling block. Because Myahudi wakati ule alikuwa anatarajia mfalme ambaye atakuja kukonka. Mfalme ambaye atakuja kupigana vita. Watakuwa wanatarajia mtu kama Daudi. Daudi alikuwa a very mighty man. Kwa anaenda huko evangel, he was conquering. And because of during this time, the Jews were under oppression. So they were expecting a savior. A Messiah. To them a Messiah will be an earthly king, an earthly prince. Ambaye atakuja overthrow sheria ama serikali ya the Romans, alafu establish an earthly kingdom where the Jews will reign. But Jesus hajakuja kufanya hivyo. Alikuja kuhubiri ufalme wa mbinguni ambao ni tofauti na ufalme wa duniani. And so to the Jews, jambo hili lilikuwa kikwazo. Kwa watu wa mataifa ambao walitarajia ujumbe wa Mungu ikuwe ni something that itachallenge kichwa yetu. Something that will be, itakuwa ngumu kugrasp. Kitu ambayo ita-excite watu. Kitu ambayo itafanya watu wafurahie wakati wanasikia. Because during that time, as we shall see, during that time, the Gentiles walikuwa wanatafuta wisdom, wanatafuta hekima. Wanatafuta tu mahali there is something new, something that is exciting. Lakini Yesu anakuja na Mungu anakuja na kusema nimekuja kuhubiri kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Hiyo ndio hekima yangu. I want us to have an experience. Tuone tu vile ilikuwa during that time. Nataka tusome Acts chapter 17. We see Paul interacting with the wise men in Corinth. Was it in Ephesus? Acts chapter 17 from verses 16. Hapa, during this time, kulikuwa na the most wise men, the philosophers. Tunaquote siku hizi ukisoma posts za social media utapata people are quoting Stoics from this particular time. People are quoting philosophers from this particular time. They were very wise. Listen, let us look at the interaction of Paul with these people. Na tutasoma mpaka verse 21. Paulo alikuwa anawasubiri Sila na Timotheo huko Athene. Moyo wake ulighadhabika sana alipoona jinsi mji huo uliokuwa umejaa sanamu na miungu. Alijadiliana na Wayahudi na watu wengine waliomcha Mungu katika sinagogi, na kila siku alikuwa na majadiliano pahali pa hadhara pamoja na watu wote pale wale waliojitokeza. Wengine waliotafuta falsafa ya Epiruko na Stoiki. So they were looking for philosophers. Wanaita Epicurean philosophers. The philosophers
walibishana naye. Wengine walisema anataka kusema nini huyu bwana maneno. Hiyo jina saizi tukileta kwa modern times ni mtu wa perepere. So walikuwa wanaona Paul kwa kuhubiri Kristo, bwana maneno, yani ni mtu wa maneno mingi. Is yapping, anataka kutuambia nini? Kwa kuwa Paulo alikuwa anahubiri nani? Alikuwa anahubiri juu ya Yesu Kristo, juu ya ufufuo. Wengine walisema inaonekana kama anahubiri juu ya miungu ya kigeni. Verse 19. Hivyo walimchukua Paulo wakampeleka Areopago. Wakasema tunataka kujua jambo hili jipya ulilokuwa unazungumzia. So that Areopagus ilikuwa ni mahali wanakutana kuongelea new wisdom, hekima mpya, something that is going to excite them, something new, something smart, something wise, kitu ambacho kitawafurahisha. So akampeleka kwa hiyo Areopagus. Verses 20. Vitu vingine tulivyosikia kwa masikio yetu vinaonekana kuwa viroja kwetu. Tungependa kujua mambo haya yana maana gani. So these are the wise men. Wananchi wa Athene na wakazi wengine wa huko walikuwa wanatumia wakati wao wote kuhadithiana na kusikiliza habari mpya. Habari mpya. That is all they cared about. Wanakaa chini pamoja, the wise men wanataka kusikiza habari mpya. Something exciting, something new, something great, something that is going to challenge their minds. But Paul is here preaching about Christ crucified. Na ukisoma hapo mbele utapata kwamba walimdhihaki na kumwambia wewe hakuna kitu unatuambia. What do you mean Jesus someone died and rose again? Some of them mocked him na wakakataa habari hiyo because it did not make sense to them. This is how God has made the wisdom of the world and turned it into foolishness. Into foolishness. He turned it into foolishness. He turned it into foolishness. Verses 24 as I finish. Verses 24 and 25 I want us to consider now the wisdom of God. I want us to consider the wisdom of God. Hekima ya Mungu inapatikana wapi? And I point, I've titled it Wisdom Incarnate. Hekima ambayo ilichukua mwili. That is Wisdom Incarnate. Verses 24 says, but to those, lakini kwa wale walioitwa Wayahudi na kwa Wagiriki, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Verse 25. Maana kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu kina busara kuliko hekima ya binadamu, na kinachoonekana kuwa ni udhaifu wa Mungu kina nguvu kuliko nguvu za binadamu. Nguvu za binadamu. And so Jesus Christ is our wisdom. Kwetu sisi ambao tumeokoka, hatutakani tujilinganishe na hekima ya ulimwengu. Hatutakani tujilinganishe na the wise men of the world. Sisi tuko na hekima yetu ambayo ni unique, ambayo tumepatiwa kupitia kwa Roho Mtakatifu, ambayo tumefunuliwa na Mungu mwenyewe, ambaye ni nani? Kristo. Christ is the wisdom of God. To those who are called, Christ is the power of God and the wisdom of God. Sisi ndio tumeitwa. Tuliitwa kwa njia ya Injili. Tuliitwa kwa njia ya kuhubiri Injili, ambayo kwa wakati ambapo ilihubiriwa kwetu, Mungu aliweza kufungua mioyo yetu. It is not because tulikuwa smart enough. It is not because tulikuwa wise enough. But it is because God himself had to open our intellect, had to open our minds, had to give us a new nature, a new spirit, a new being, so that you can be able to comprehend the wisdom of God. So that you can be able to come to the knowledge of God. It took upon God himself to open our minds. Bila hivyo, tungekuwa kama wengine ambao tumepotea, ama tuko kwa njia ambayo ni ya kupotea, njia ambayo inaelekeza watu jehanamu. But sisi ambao tumeitwa, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God.
Kwetu sisi Kristo ndo kila kitu. In 1 Corinthians 1:30, Biblia inasema kwamba na verse tulisoma hapa that because of him you are in Christ Jesus, who has become to us wisdom from God, righteousness, sanctification and redemption. Kwetu sisi Kristo ndio hekima ya Mungu. Verse 30, Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu. So do you want wisdom? Unataka hekima? Mtafute nani? Tafuta Kristo. Unataka kujua hekima ya Mungu? Mtafute Kristo. Do not go and search for hekima kwa wahubiri wa uongo, because we have false teachers huko nje ambao wanatuambia mimi niko na ujumbe mpya, something that has not been known, hekima. Kuna mimi niliona jana ya a particular pastor. Mtoto amekuja, amekuwa akianguka mtihani. So huyu pastor sijui alikuwa wakati gani, anamwambia receive intelligentsia, yani pokea maarifa. Now as Christians, that is not how we receive intelligence. As Christians, that is not how we receive wisdom. Hekima yetu iko ndani ya Kristo Yesu. He became to us wisdom, righteousness, sanctification, redemption. For the Christian, all wisdom is hidden Christ Jesus. Biblia inatuambia kwamba ndani mwake kuna hekima na maarifa. Hekima na maarifa. So to us who are called both Jew and Gentile, Christ is made to us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Na hekima hii imewashinda the wise men ambao wanatafuta kwa vitabu. Wanatafuta by observing the stars. Wanatafuta by doing scientific research. Wanatafuta by doing so many other things that are irrelevant. But to us, we seek Christ because in him we have wisdom. In Christ we have our knowledge. In Christ we have understanding. Ukitaka kujua Mungu ama hekima ya Mungu, utafuta Kristo. Ukitaka kukua wise kama Mkristo, ujue Yesu. Ukitaka kukua na discernment kwa hiyo ulimwengu kuhusu mambo ya Mungu, kaa ndani ya Kristo. Abide in Christ and you shall have the wisdom of God. You shall have the wisdom of God. Jesus Christ is our wisdom. Proverbs 8. Now tuangalie Proverbs 8:12 and 17. Proverbs 8:12 and 17. Tunaangalia kuhusu wisdom incarnate. That to us who are called both Jew and Gentiles, Christ is our wisdom. Mimi hekima ninao ujuzi, ninao maarifa na busara. Verse 17. Nawapenda wale wanaonipenda, wanaonitafuta kwa bidii hunipata. Christ is the wisdom of God. We should seek him with all our strength, diligently. Na anasema wakati tutamtafuta, tutampata. To us who are born again, to us who have been called out of darkness into his marvelous light, to us who have been regenerated and quickened, where wisdom can come in only one place, in Christ Jesus. Na tunataka tumtafute kwa bidii, nasi tutampata. Tukitafuta hekima kwa njia ya ulimwengu, hatutapata hekima. Because that wisdom of the world, God has turned it into foolishness. Our wisdom lies in only one place, in Christ Jesus. The one who was sent by God to die for our sins. He's the only wisdom that we have. Proverbs again, verse 8:35-36. Tunaona kwamba hekima ya ambayo iko ndani ya Kristo inatupatia uhai. Anasema, anayenipata mimi amepata uhai. Amepata upendeleo kwa Mwenyezi Mungu. Asiyenipata anajidhuru mwenyewe. Wote wanaolichukia wanapenda kifo. Those who hate the wisdom of God, that is Christ Jesus, they love who? They love death. Lakini wale ambao wamempata Kristo, wamepata uhai. Wamepata uhai. Because ndani ya Kristo tumepata kujua the will of God. The wisdom of God is that salvation is found in Christ. Salvation is found in him crucified. Salvation is found in the one who died. That is the wisdom of God.
Na wakati tunatafuta hekima hiyo tunapata uhai. Tunapata uhai. Kwa wale ambao wanamchukia basi wamependa kifo. They have loved darkness. They have loved death. Kwa wamefanywa kuwa ambao wanaelekea kuzimu. But to us who seek after the wisdom of God, that is Jesus Christ, we find life. We find life. We find life. And in verse 25 of 1 Corinthians, anatuambia kwamba the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. It is stronger than men. Foolish si ya kwamba Mungu ni mpumbavu, hapana. Hii verse inatuonyesha kwamba kuna kile ambacho the wise men wa dunia wanaona kwamba ni upumbavu. Wanaona kwamba ni upumbavu kwa Mungu. Si ati Mungu ako na upumbavu ama ako na weakness. Ni ile ambayo sisi tuna perceive kuwa foolishness. For example, the cross. The cross to the unbeliever, to the unregenerate, inaonekana ni kwamba ni jambo la kipumbavu sana. Utasemaje ya kwamba Mungu ambaye is your savior, ambaye tunamwestimia ya kwamba is the creator of the world, Jesus Christ, the one to whom the whole universe is imejishikilia, yeye ambaye tunasema kwamba ndiye ametengeneza dunia, yeye ambaye tunasema ndiye ako na nguvu yote, alikufa kwa msalaba. It is perceived to be foolishness to those who are perishing. It is perceived to be foolishness to those who are perishing. But that same foolishness is wiser than men. It's wiser than men because men in their wisdom hawajapata ukweli huo. Men in their wisdom could not find the wisdom of God. They could not find salvation. Wamejaribu njia yote lakini hawajapata njia ya wokovu. That is why we see kwa dunia sasa we have so many religions. Hiyo ni njia ambayo binadamu wana craft ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Wanatafuta njia ya kwenda mbinguni. Kuna Waislamu wametenga njia yao. Kuna the Indians wanatafuta njia yao. Kuna the Buddhists wanatafuta njia yao. Everyone is coming in the way ya kwenda wapi? Mbinguni. But that is foolishness. It is foolishness to them because to us there was only one way through which you can go to heaven. And it is the way of the cross. As foolish as it looks like, it is the way of heaven. It is the way in which we find life. Ndio njia ambayo tunapatanishwa na Mungu. Ndio njia ambayo tunapata uzima wa milele. Njia ya msalaba. Njia ya msalaba ni njia pekee. To many it might appear to be foolishness, but to us who are being saved, it is where we find power. It is where we find life. It is where we find strength. It is where we find healing. It is where tunaenda na tunapata kuwa tumepatanishwa na Mungu. Because binadamu anaweza kujiuliza, mbona Mungu hakukuja na njia nyingine? Why did it have to be a man dying? God chose the foolish things of this world to shame the wise. Alichagua hiyo njia. Hiyo ndio njia ambayo alichagua ili wafanye nini? Kuaibisha na kuaibisha ambao walijiona kwamba ni wenye haki na ni wenye hekima. It is the way of life. And again, the weakness of God is stronger than men. The weakness of God is stronger than men. The weakness of God is manifest by Jesus dying. It is not that God is weak, but it is what kwa binadamu inaonekana ni kwamba ni udhaifu. Lakini si udhaifu because kwa hiyo udhaifu ni stronger than men, because it is in the dying of the cross that men find life. It's in the dying of Jesus Christ that men find salvation. It is in the dying of Jesus Christ that men find strength. Ni kukufa, the weakness in display na sisi tunapata nguvu. Hapo ndio nguvu ya Mkristo inatoka. Hiyo ndio nguvu ya Mungu. That in that same cross where Jesus died, men all over the world can find salvation. Men all over the world can be made right with God. Men all over the world can be justified and find salvation and forgiveness of sin. And so, that is what this wisdom looks like. Ya kwamba,
hekima ya Mungu hawezi kuilinganisha na hekima ya binadamu. Maarifa ya Mungu yako zaidi ya maarifa yetu. Akili ya Mungu haifanani na sisi. Yale ambayo binadamu wa kawaida anaweza chukia na kuidharau, imekuwa ni sisi kwetu ndio hekima ya Mungu. Kwetu sisi ndio imekuwa ndio uzima. Kwetu sisi ndio imekuwa ndio maarifa. Kwetu sisi ndio imefanyika kwamba ndio njia ya kwenda mbinguni. And so let us not view ourselves to be foolish. Let us tujijue kama Wakristo ya kwamba sisi tumeitwa kuweza kukaa ndani ya Yesu Kristo, ambaye kwetu amefanyika kuwa kila kitu. Maisha ya Mkristo bila Kristo mwenyewe ni upumbavu. Maisha ya Mkristo kando na Kristo inakuwa ni bure. Because for us to find wisdom, we have to be found in Christ. Tunatakana tuweke akili yetu na maarifa yetu juu ya Kristo. Paul says in Colossians 3 that we set our minds on things above where Christ is seated. Because that is where our wisdom is. That is where our strength is. Where Christ is seated. Without Christ, the believer is just like the people of the world. And so we should emulate and appreciate God for what He has done. That to us, He has made Christ to be our wisdom. He has made Christ to be our righteousness, our sanctification, our redemption. Kwa hivyo tusitafuta hekima mahali pengine, bali tuendelee kusikiza na kujivunia kwa ile upumbavu wa kuhubiri. Upumbavu wa kuhubiri. What is being looked like kwa dunia kwamba ni ushenzi, sisi ndio tunatakana tuimulate zaidi na zaidi. Tunatakana, because it is the power of God that works in us, let us be found constantly at the feet of Jesus Christ. Wacha tujipate tukiwa watu ambao tunasikiza neno la Mungu, tunatafuta hekima yake, tunasik to hear from His word, which is foolishness to those who are perishing. To us, it is the power of God. To us, it is the wisdom of God. Christ is to us our wisdom, and all that we will ever desire to know about God is found in Jesus Christ. Let us believe and pray. Mighty and everlasting Father, we thank you for this day. We thank you for your word, your God. Tunakushukuru kwa sababu Mungu, hii ndio njia ambayo ulidhihirisha kutuonyesha hekima yako, ambayo ni njia ambayo watu wa kidunia wanaiona kuwa ni upumbavu. Lakini kwetu sisi ambao ulituita kutokana kwa dhambi ukatupatia uzima wa milele, sisi kwetu imefanyika kuwa ni nguvu ya Mungu itendayo kazi maishani mwetu. Tunaomba Bwana ya kwamba utaweza kutufungua akili zetu, utupatie hekima hii, kwamba Bwana tuweze kuzidi kutamani kukujua zaidi na zaidi. Na wakati tunakutafuta Bwana, usaidie miili yetu ili tuweze kufahamu maneno yako. Tuweze kufahamu yale ambayo Bwana unatufichulia kupitia Roho wako Mtakatifu. Na kwamba ndani mwetu tusiweze kuidhihaki na kuidharau injili hii ambayo umetupatia. Ya kwamba kwetu sisi ndio nguvu ya Mungu. Basi Bwana, hekima hii tunaomba iweze kufanyisha kazi ndani ya maisha yetu. Wakati tunatembea, wakati tunaishi, wakati tunainteract na wengine, tunaomba kwamba Bwana tuweze kuonyesha na kudhihirisha hekima ambayo tumepokea kutoka juu mbinguni. Tunakushukuru na tunakuabudu sababu ya neno lako. Naomba liweze kutenda kazi ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.